mwanadada huyu miaka 26 ni binti huyu. Ni mkazi wa kata ya Tandika, manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara kwa tuhuma za mauaji ya mtoto mchanga mwenye jinsia ya kiume aliyofanya muda mfupi baada ya kujifungua mtoto huyo. Sasa kaimu kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara hapa Mtaki Kurujira anasema tukio limetokea Juni 2 majira saa 9 alasiri katika nyumba anayoishi mama huyo, ambapo majirani walisikia mtoto mchanga akilia. Baada ya muda mfupi sauti haikusikika tena, na hivyo kuamua kutoa taarifa kituo cha polisi. Chanzo kinasema kwamba mama wa mtoto huyo baada ya kumuua mtoto na kuona kwamba amezidiwa, anasema amemuua mtoto baada ya kuona amezidiwa majukumu ya kulea, kwani kabla ya kupata kichanga hicho alikuwa na mtoto mwingine mdogo mwenye umri wa mwaka 1 na miezi 3. Uchunguzi wa wale umebaini Zulfa alijifungua salama, na baada ya kujifungua alimchukua mtoto Zulfa mshenzi huyo akaenda akamtia kwenye ndoo ndogo yenye ujazo wa lita 10, kisha akafunika ndoo hiyo ambayo ilikuwa na mtoto ndani yake akitumia mfuniko, kitendo kisababisha kichanga hicho kukosa hewa na hatimaye kufariki dunia. Ndio Uncle BK eti anasema uchungu, alipata ugumu wa kulea watoto, kwa hiyo akaona kwa sababu naye huyu mtoto mmoja wa mwaka 1 na miezi 3, basi huyu mwingine ni muue ili nibaki na moja. Tuzungumze binadamu, muone roho zao siku hizi zilivyokuwa. Watu wengine tunapoambiwa kwamba watu wengine roho zao zimeshakuwa ghairi maudhubi ghairi imo, ndo haya ndio Uncle BK. Ni kitendo ambacho kinasikitisha sana. Mimi kimsingi nimeumizwa na hili tukio tangu nilipolisikia jana. Nikawa najiuliza, huyu Zulfa Timam mbona anafanya mambo ya kiwehu? Huyu ni Zulfa Timam anaenda kufanya mambo ya kiwehu, maana huu ni wehu ambao umefanya yeye. Kama ulikuwa unafahamu una changamoto ya malezi, una mtoto wa mwaka 1, unakwenda kubeba unaenda kubeba mimba, unakaa nayo hadi miezi 9, unajifungua, maana yake wewe ulikuwa uko tayari unamchukua mtoto ambaye hana hatia, unaenda kumkatisha uhai. Lakini Uncle BK huyu mwanaume alikuwa wapi? Lakini mama anasema maisha yalikuwa magumu. Nasema hivi, inawezekana kabisa Al-Muhammad ikawa sisi baadhi ya wanaume ndio chanzo cha kupelekea haya ambayo yanajiri. Lakini je, wewe kama mama ambaye umebeba uzito miezi 9 tumboni mwako mpaka umejifungua, Al-Muhammad, kuna watu wanapata shida, kuna watu wanaenda kukesha kwa waganga kulilia watoto, kuna watu wanaenda kuiba watoto hospitali. Al-Muhammad, wewe Mwenyezi Mungu amekujalia uzazi, unazaa tena bila kisu, unakwenda kumuua mtoto bure. Hebu ndaki naomba twende ndaki leo uweke maneno. Msikilizaji, wakati unaleta ujumbe wako kwenye namba yetu ya message hapa ambayo ni 0755 096159. Kajifungua mwenyewe alafu akamuua mwenyewe. Unajua ali umbuka amefanya kitendo cha mwenyewe, ameji kila kitu amefanya mwenyewe, bila kuchukua mtoto kapeleka kwenye mfuko. Ndio ndaki nini kiza hapa, kwa mfano tusaidia ndaki, unaweka mawazo lakini msikilizaji tusaidia hapa. Lawama anapewa nani? Kwanza kabisa baba au mama kwa kusababisha haya yaliyotokea? Ndio ndaki. Kwanza kabisa lazima tuangalie chanzo. Sawa? Hapa kuna swala zima la elimu ya uzazi. Kosa halijawahi kuwa ni jambo zuri eti kwa sababu unatetea jambo fulani. Kosa ni kosa tu. Yaani hatuwezi kutetea eti kwa sababu mwanaume alikuwa hatuwezi kutetea hivyo. Kwamba kwa hiyo watu wakiwa na ugumu wa maisha wafanye mauaji. Hatuwezi kutetea hivyo. Lakini kuna swala moja hapa, wazazi nikizungumza hivyo watakuwa wananielewa. Kuna hili swala la kunyonyesha kiume. Si ulishawahi kulisikia sehemu wanawake wanasema kunyonyesha kiume? Yaani kuna ule muda ambapo mwanamke akishajifungua, sawa? Alafu akaanza kunyonyesha, anakuwa haingii kwenye siku zake zile za period. Unanielewa? Kwa hiyo usipokuwa makini unaweza kaona uko safe. Si ndio bwana? Ukajikuta umeshiriki tendo la ndoa, alafu baada ya kushiriki ukabeba ujauzito mwingine bila wewe kujua. Si unanielewa? Hiyo yote inakuwa ni elimu ya uzazi. Najaribu kuangalia scenario ilikuwaje mbeba ujauzito mwingine. Huyu kumbuka huyu mtoto alikuwa naye anasema ana mwaka na miezi 3. Kwa hiyo bado ni mtoto mdogo. Ndio unasema kwa swala la elimu ni kwamba alikuwa ananyonyesha na mtoto huyu mwaka na miezi 3 bado ananyonya. Kwa mujibu wa jeshi la polisi, aliwezaje kupata ujauzito? Vizuri kabisa. Maana yake hapa huyu baba wa huyu mtoto wa kwanza ndio aliyeshiriki kupata mtoto wa pili. Unajuaje? Angekuwa baba ni huyo, mama angeweza kumuua. Uwezi pengine mama alichepuka. Vizuri. Yote yanawezekana, lakini kuna hapa kinachoonekana ni ile elimu ya uzazi haipo. Si ndio? Kwa sababu kama ingekuwepo na angekuwa anajua kuna madhara ya kufanya hivi au kuna madhara ya ABC, kufanya tendo la ndoa bila ya kinga. Yes, wakati ananyonyesha asingefanya hivyo. Sio, unanielewa? Sasa tuwezi kaja hapa
tukasema ni sawa, lakini pia tunaangalia wanaume ambao umemuuliza Biki. Lawama nataka usaidiane hapa. Kwa hichi kitendo kilichosababisha na huyu mama anasema amemua baada ya kuona amezidiwa majukumu ya kulea. Sasa tunakuja lawama tunampa nani? Huyu mama kwa kitendo alichokifanya au mwanaume kwa kushindwa kumsaidia huyu mama kutekeleza majukumu ya kulea mtoto? Lawama zinaenda pande zote mbili, lakini kubwa inaenda kwa mwanaume. Kwa sababu gani kubwa inaenda kwa mwanaume? Kwa sababu ni jukumu la kwanza, huyu mwanamke sio wa kwanza kupitia hali hiyo. Kumbuko hivyo. Kuna wanawake wengi tu wamewahi kupitia hivyo, lakini wanaume wao walichukulia lawama. Kwa nini umempa mwanaume ndani? Nimempa lawama mwanaume kwa sababu ya kutotimiza majukumu yake kama baba wa watoto. Biki analaumiwa nani kwenye tukio hili? Mwanaume au mama? Unajua tumemwangalia. Unanijibu kwa kifupi. Yes, mimi nakujibu kwa kifupi. Tumemwangalia mwanaume. Lakini mimi nasema kwa hili lililotokea, total lawama inakwenda kwa mama kwa sababu ndio ameua. Kwa sababu mama ndo ameua. Lakini kumbuka mama anasema ameua kutokana na ugumu, wamezidiwa na majukumu ya kulea. Sawa, swala la kuzidiwa majukumu ya kulea, kuna maeneo ya kulelea watoto yatima. Msikilizaji, hebu lete ujumbe hapa. Nataka nijue. Mama Haruki, kwa hili kitendo kilichotokea hapa, wewe una maoni gani? Lakini vile vile lawama apewe nani? Tunampa lawama mwanamke au mwanaume kwa hichi ambacho kimefanyika? Tunaye hapa kaimu kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara, Mtaki Kurujira, akiwa anatuhadithia juu ya tukio hilo. Ndio kaimu kamanda. Mtumio huyo kama amejifungua huyo mtoto akiwa salama kabisa na pale nyumbani kwake, na hatimaye aliamua kuchukua maamuzi ya kuchukua kile kichanga kitoto na kukiweka katika ndoo ambayo ilikuwa tupu, lakini yenye lita 10, ujazo lita 10, na kukifunika na mfuniko, na hatimaye kichanga hicho kiliweza kupoteza maisha. Mtoto huyo alipoteza maisha baada ya kutopata hewa. Ndipo jeshi la polisi limkamata mwanamke huyo ambaye yuko katika kituo chetu kikuu cha polisi Mtwara kwa mahojiano zaidi. Jeshi la polisi linatahadharisha na kutoa wito kwa wananchi wote wale kwa Mtwara waweze kushirikiana na jeshi la polisi na kufichua uhalifu wa matukio ya kikatili kama tukio hili lilivyotokea kwa kichanga hicho ambacho kimepoteza maisha yake na kilikuwa kina hatia. Mtumio huyo kama amejifunga